Miss, wewe ndo rafiki wa mwanangu. Labda unaweza ukajua iko wapi? Mama, kiukweli mimi sijui aliko. Na mimi nikazani atakuwa akaja huko. Maana mara ya mwisho kuonana naye alikuwa ananisuka. Baada ya hapo tulielekea kisimani na nikamsaidia kuchota maji, maana ni kama hakuwa sawa. Toka hiyo siku sikuweza kumuona tena. Na kila nikija hapa nyumbani simkuti. Nikajua kasafiri kakufuata. Sasa mwanangu atakuwa. Mimi mpaka akili inachoka. Nadhani ataonekana tu mama. Ngoja mimi niende nyumbani nikaendelee na usafi. Sawa mwanangu. Karibu. Asante mama. Nadhani unakumbuka. Medula, mimi nataka nikuoe wewe wa maisha yangu. Nakufanya wewe mwanamke wa tofauti sana. Yaani kwenye ulimwengu wa dunia hii. Yaani nipo tayari kukugaramia kwa kila kitu. Ili mradi tu unielewe. Nakupenda sana. Mara mwisho nilikwambia kukata nini vile? Shingo. Sasa sikia. Sitaki unaweza kunifuatafuata. Yaani leo hivi ndio wewe mwanzo na mwisho, sijui unaelewa. Lakini nakupenda Medula. Sikia wewe. Pigo zako nishazikataa, sijui unaelewa. Medula, nakupenda. Ni mwanamke nafikia muda ananitisha mimi kwamba nikate shingo. Aisee Medula. Haina shida. Samahani mjomba KJ. Bila samahani. Hujanionea binti yangu? Maana toka nimerudi siku ya pili sasa sijamuona. Binti yako gani huyo? Binti yangu Ana. Aha. Hapana, pia nina siku nyingi sijamuona. Labda nenda kwa mwenyekiti. Sawa mjomba. Nikutakie mchana mwema. Nilikwambia umeanzisha vita mwenyewe. Nitamalizia mwenyewe. Na ndiyo tayari nimeanza kumalizia. Na hivi nimeanza na yule mtu uliyemuona ni muhimu. Na si mwingine ni Asita. Utazunguka sana. Mwanangu, siku ya leo nimecheka, nimefurahi kinoma. Oya, umecheka na nini tena? Fanya na mimi nicheke basi. Nimekutana manipi pamoja na mambavu. Sasa mambavu alivyobebwa, yaani kama vile maskani kuja kumnyenyua mtu. Anaitaka super mnyenyua. Oya, so poa. Nimeshangaa sana. Na alikuwa kabebwa na nani? Na manipi mwanangu, hata sijui alikuwa ametoka wapi. Kwa nyewe mnacheka au sio? Eh?
Nyawa chumba. Mnacheka? Hamna bro, si hatucheki. Kuna stories zetu tu tunapiga hapa. Mnacheka kishoga sio? Haya wote goti chini. Hamna bro. Oya. Nasemaje? Goti chini wote. Oya. Kichula. Oya chafu. Bro, mbona haya maonezi sasa? Si kichula tujafanya kitu chochote bro. Naongea sio? Najikuta nani wewe? Haya, wote kichula chula. Oya chapu mwanangu nasema. Kisima kisima cha siri, hey, kinatukosesha amani. Kila chenye mafanikio kina siri nyuma yake. Moyo unaenda mbio, giza totoro, mchana kweupe, hakuna matarajio. Mchezo upata mwangaza, hofu tele, masaa yasimame, mbingu ardhi zikutane, bado giza nene. Oh, kisima cha siri, kisima cha siri. ongeza vipi nye? Ni chumba nini? Kichwa ubuyu faster mwanangu vipi wewe? Poteo. Bora. Bado uko sio? Nacheka sio? Mwangaza, hofu tele, masaa yasimame. Sasa mwanangu, naomba ukanichotee maji. Ndoo 2, chukua hii hapa shilingi 1000. Haya, asante mama. Basi naomba ndoo nikimbilie maji mara moja. Sawa mwanangu, acha nikupe ndoo. Sawa. Manipi, mbona kama sasa hivi umekuwa mtu ambaye hauko sawa? Una shida gani? Hakuna shida, ila kidogo Nuru ndo anafanya nichanganyikiwe. Sasa hivi simuoni kama zamani, ila anasikia tu sauti zake zikiniita. Sawa, mimi sina neno, ngoja niwahi, maana kaka kaniagiza. Na kama unavyomjua akitukuta hapa itakuwa tatizo. Huyu mwanamke ananifanya anaanza kuchanganyikiwa, anaanza kumsahau Nuru. Pole sana Mabavu, unajua unawaza kuhusu dadako Nuru, ila usijali wala usiwaze, atapatikana tu. Ni kweli Manipi, ila moyo wangu unaniuma sana kumpoteza dada yangu Nuru, kwa mazingira ambayo sielewi kabisa atakuwa wapi. Pole sana Mabavu, ila zaidi tumuombe Mungu. Poa Mabavu. Haina shida, karibu sana. Asante sana. Odi! Odi mama! Karibu, pita ndani. Pole sana mama. Kwani mpaka sasa bado hajajulikana alipo? Ndiyo mwenzangu, mpaka sasa bado hajaonekana alipo. Mama yangu. Kwani kwa mwenyekiti umejaribu kwenda kulipoti? Ndiyo, lakini nilimkosa. Ila baadaye nategemea niende tena. Ila muombe tu Mungu kwa kutia nguvu na ujitahidi kuwa na amani, maana mawazo wakati mwingine yakizidi na yenyewe sio mazuri sana. Ila muombe sana, Mungu atakusaidia na utampata tu binti yetu. Asante ndugu yangu. Nategemea maombi yenu zaidi. Sawa mamangu, mimi nikuja tu kukuangalia nijue kama umempata binti au hujampata. Mimi ngoja niende. Baki salama mamangu. Karibu ndugu yangu, karibu sana. Nashukuru. Asante. Nashukuru sana. Karibu. Asante mama. Haya. Kisima kisima cha siri,
kinatukosesha amani. Kila Afadhali nimekukuta mwenyekiti. Sawa sawa. Maana nimekuja mara ya kwanza nikakukosa. Ndiyo. Kweli sikuwepo. Taarifa nilipata ya kusema umekuja hapa. Kwa hiyo unaweza kaendelea na mazungumzo yako kusikiliza. Asante mwenyekiti. Nilonileta hapa ni kuhusu swala la kupotelewa mwanangu. Maana nilikuwa safari, nilivyorudi kila ninayemuuliza anasema hajamuona. Nimeona nije kwako mwenyekiti ili tujue tunafanyaje. Ndio maana nimekuja kwako ili tujue tunafanyaje. Kwa kweli hili swala sio mara kwanza ni wewe. Watu wengi wanakuja kupotelewa na watoto wao. Kwa sasa kama sisi kama serikali inabidi sasa tuitishe mkutano hadhara ili wananchi tujaribu kuliongelea hili swala. Maana imekuwa ni too much. Kwa hiyo hili swala ndio tunabidi tuweke mkutano hadhara ili tubadilishane mawazo na wananchi na kamati ya ulinzi ya mtaa. Yaani hili tutalofanya na pamoja na kamati ya ulinzi wa mtaa. Sasa hivi limekuwa sio mara kwanza wewe tu kutoa taarifa ya kupotelewa kwa mtoto. Imekuwa ni shida. Mpaka sisi kama serikali tunaumiza vichwa sasa. Kwa hapa sasa kilichobaki tunaitisha mkutano kabla ya siku 2. Mtakapopatiwa au taarifa ya mbiu, naombeni tufike tujadiliane hili swala. Imekuwa kero. Kwa ninachokuomba mama, we nenda utapata taarifa. Na siku ya mkutano nadhani utakuwepo tunawe pia. We nenda tu mama. Asante sana mwenyekiti. Basi mimi natoka. Asante, karibu sana. Asante sana. Asante. Uwe na siku njema. Amina. Asante. Wewe sio wa sita. Kisima kisima cha siri, hey, kinatukosesha amani.